Hivi mwanamke ana nafasi gani katika Uislamu? Ni kiumbe tu kaja kwa bahati mbaya, au amekuja kwa malengo maalum kabisa? Mungu kumleta kiumbe mwanamke duniani, kuna malengo maalum aliyoyakusudia Mwenyezi Mungu kuhusu mwanamke. Lakini na kwa sisi wachache ambao tulohudhuria kama kina baba, katika hayo malengo ambayo Mwenyezi Mungu aliyokusudia ya kumleta mwanamke na kumpa nafasi yake katika jamii na katika Uislamu kwa ujumla wake, mwanamke anafaidika na nini? Lakini na sisi pia tunafaidika na nini kwa uwepo wa mwanamke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aya nambari 21 iliyokuwa katika surati Rum inaandaa majibu ya suali lililoelekezwa kwetu, ambalo ndani yake utakwenda kupata anasiri nyingi ama bunudi nyingi ya hilo lengo. Katika sheria wanasema panapokuwa na gharadh, tutarajie kuwa na gharadhul gharadhi. Panapokuwa na lengo, kuna uwezekano wa kuwa na lengo la lengo hilo. Wakati akili ya mwanadamu tunataka tuichukue na kuifananisha na sura aliyopita nayo Sheikh Uthman, kwamba akili ya mwanadamu ni sawa na bahari. Kuna wakati bahari inakuwa shwari na kuna wakati bahari inachafuka. Bahari inapochafuka, ufika wakati Mungu akaleta vitu fulani kutuliza bahari ile. Na katika asili mwanadamu kuwa ni kiongozi wa dunia, alikusudiwa mwanamume. Mwanamume huyu ndiyo kiongozi wa dunia. Akili yake sasa kiongozi ndiyo bahari. Kiongozi ikichafuka, lazima Mungu kama alivyoweka kwenye bahari, lazima patapatikana kitu cha kuja kutuliza machafuko yale. Ndio ile aya nambari 21 ya surati Ar-Rum, surati Ar-Rum. Wamin ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Zipo nyingi, lakini katika jumla ya kutaka kuona ile qimata riaya, vipi Mwenyezi Mungu anawasimamia katika kiwango cha hali ya juu zaidi, pale nyinyi viongozi wa dunia kwa nafasi zenu, imamu, shekhe wa wilaya, shekhe wa kata, kiongozi wa familia, mbunge, waziri wa mashaka la dhalika, Mungu pale alipowaumbieni kutokana na ninyi wenyewe azwaja. Kwa nini aliwaumbia hivyo? Lengo ndiyo hilo, litaskunu ilaiha. Lengo hili kalitaja mwenyewe Allah, ili ninyi pale mnapovurugwa mupate utulivu. Katika sura mbili, sura ya kwanza litaskunu ilaiha, ili ninyiwa na mume mupate kutulizana kwa wanawake hao, kwa kuchukulia kwamba hiyo imekuja kufanya kazi ya jamu ala itibari al-ifradi.
Lakini wengine wakasema lengo la litaskunu ilaiha, Mungu amewaleta akina mama ili vile alivyowapa akina mama hivyo vitu vyenu mulivyo navyo viwatulize wanamume, muwatoe mapepe shekingine. Kwa litaskunu ilaiha, baadhi ya wafasiri wakasema kuna majazu na akli, kwa maana ya kwamba wanamume wapate kutulizana kwa vitu vyao. Kachanganyikiwa ndio lile gazeti namba 2 alilolisema Sheikh Uthman ibn Khamis. Anapoamua kukutuliza kwa mwendo wake, sasa unatoka zako. Huyu mtu kaweka simu alafu hajatoa yake mwenye MC, angetoa mlio. Anasoma gazeti, mwanamke anakuja sasa, anataka kumwambia gazeti hilo unalosoma sio ili huko. Mungu akampa kitu akihitaji kusomea mwanamama, ule mwendo anaotembea pale unamlazimisha ili gazeti aachane nalo. Lile jicho analopita pale nalo mwanamke huyu anaacha kila kitu. Ndiyo maana litaskunu ilaiha, anatembeaje, anatazamaje, vidole vyake anavifanyaje. Anaweza akatembea kwa dakika 10 kutoka mlango huu mpaka mlango ule, dakika 10 hajamaliza hapa. Haina sharifu, haina wali, haina imamu. Sallu ala nabiikum. Kwa kanuni waliotufundisha watu wa adab, wakasema al-insanu asirul hawa. Kwa kawaida mwanadamu yoyote anakuwa ni mtumwa, anakuwa ni teka wa mambo mazuri mazuri. Mwenyezi Mungu akumfanya mwanadamu kuwa sawa na khumfisa, au wengine wanamuita khumfusa. Kuna mdudu mmoja anakaa porini kule, watu wakijisaidia maporini, yeye anaona kama kaletewa biriani, anaenda kuficha ule mzigo, anakula kwa bajeti kubwa kabisa. Yule Waarabu wanamuita khumfisa au khumfusa katika jumla ya majina yake. Kiumbe yule ili aishi sana, mpe vitu vibaya vibaya unavyoona yataishi sana. Ili afya yako, wewe mpulizia perfume masaa 4 yafiki anakufa. Sasa mwanadamu Mungu akumuumba hivyo. Kitendo cha mwanamke huyu kuvaa mavazi fulani yanamfanya mwanamume anavurugwa na kama alikuwa na mastresi yanaondoka. Litaskunu ilaiha. Kwa kulizingatia hili nachomekea, kwa kulizingatia yeye ndiyo utulivu wa dunia. Dunia ili itengenee ikae sawa, Mungu kamfanya mtengeneza dunia ni nani? Mwanamama. Na ndiyo maana kuna vitu Mwenyezi Mungu amemjulisha na kumpa mwanamama, hakupata mwanamume. Utaona hata lugha na ishara za mtoto mdogo haraka anayejua ni mama. Wewe na ushehe wako na uzee wako Sheikh Kiungiza huwezi kujua kwamba mtoto huyu analia, kichwa hiki kinamuuma, tumbo hili, njaa ama na nini. Mwanamke anajua anaumwa tumbo, ukimuuliza akakwambia nani, kwa kipimo kipi. Lakini Mungu amempa mwanamke hilo. Sasa kwa kuzingatia hilo, mwanamama ana nafasi gani? Uislamu ukamtengeneza mwanamke, ikamwambia wewe ndiyo shule, wewe ndiyo university. Hatujahangaika na vyuo vikuu vyote, natakiwa tuhitimu kutoka kwao. Wale wakikaa sawa sawa, basi kila kitu kitatengenea. Hadithi inayopatikana katika sahihu Muslim, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema, man naala jariyataini hatta tablugha jaa yawmal qiyamati ana wa huwa kahataini fil janna. Atakaelea mabinti wawili vile inavyotakiwa mpaka wakafikia
kwa kuiva kwa malezi, kujitegemea. Wengine wanasema kubalea, sio kinachokusudiwa. Anaweza akakua lakini bado ukamtelekeza kwa sababu umeelewa hata tablugha, akaja kubadilikia ukubwani. Maana yake mpaka na yeye akapata mahala pake, ukamkabidhi mume, malezi yako akaenda kuyatumia kule. Wewe siku ya kiyama utafika wewe na mtume bega kwa bega. Vijana wana lugha zao wanasema ng'ado kwa ng'ado peponi. Kwa hiyo wanamama mnatakiwa mujue, nyinyi ndio amani ya dunia, nyinyi ndio utulivu wa wazee hawa. Lakini ongezea, nyinyi ndio vyuo, nyinyi ndio madrasa, nyinyi ndio kila kitu. Mtume Muhammad katika riwaya nyingine ya katika Sahih Bukhari alisema, man ibtuliya minan nisa'i bi shay'in fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran minan nari. Katika riwaya ya Bukhari, atakayepewa majaribu ya shida ya akina mama katika mafundisho katika maisha yao, alafu akamtengeneza na kumsaidia vizuri, tendo la kuwajali wanawake linakufanya wewe iwe ile tendo lile ndio stara yako, hifadhi yako ya motoni. Kwa hiyo baada ya kujua nafasi yao, munaambiwa sasa akina baba muna kila sababu ya kujali. Na ndio maana Uislamu ukasema tuwalee watoto, lakini mtoto mwanamke malezi yake yanakuwa mara mbili ya mtoto mwanamume. Mtoto mwanamke chungo lake liwe kubwa kuliko la mwanamume. Mapenzi ya mtoto mwanamke yawe makubwa kuliko ni mapenzi ya mtoto, kwa maana yeye kazi yake ni mapenzi. Baba umlee kwa vitendo mtoto mwanamke kwa mapenzi, ajue kumbe mapenzi ndiyo maisha, kwa sababu yeye kazi yake ni mapenzi, ndiyo kazi kuu. Ndiyo maana alitufundisha Sheikh Samiri kwamba kuswali, kufunga, kumtii mume ina maana ibada. Alafu akaongeza la pili linakaa peke yake, tabia. Kwa hiyo ibada na tabia, ongeza na la tatu niliolisema, ukiongezea na malezi, mwanamke katimia. Kuabudu, tabia yake na malezi, kwa maana yeye kulea, kashatimia mwanamke. Akipungua na kimoja katika hivi ni shida. Mwisho katika maswali, yeye mwanamke kuwa ni hivyo, yeye anafaidika nini? Mtu mmoja aliuliza, litaskunu ilaiha, wanamume sakina yao wanawake, wanawake sakina yao nini? Ndio maneno alisema nani yule Sheikh Kishki rahmatullahi alayhi, Kishki yule original wa Masri. Katika moja ya khutba zake alisema, wa man yuslihu almilha idha almilhu fasada. Sisi watu wa pwani, samaki ukitaka akae muda mrefu unampasua, unamtoa matumbo, unampaka chumvi, unamuanika. Chumvi inamsababisha samaki ataka akae hata miaka 10. Anakuwa ng'onda, sio anakuwa si nguru, sio anakupitia chumvi. Kumbe chumvi kazi yake kutengeneza kitu kisiharibike. Ikiharibika chumvi yenyewe tunatengeneza kwa nini? Kwa hiyo nyinyi ni chumvi. Nyinyi wala msitegemee kwamba nyinyi mnahitaji nini, sababu nyinyi ndio sakina yenyewe. Yani nyinyi ndio utulivu wenyewe. Yani wewe mwanamke ndio sakina. Unataka sakina gani? Wewe mwenyewe utulivu. Na ndio maana utakuta mwanamke Mungu amemuumba tofauti na mwanamume, japokuwa inafika wakati na wengine wanamume wanataka kuiga maisha yale. Mwanamke anaweza akajiparaha mwenyewe peke yake, mwanamume uwezi. Barura mwanamke anaweza akajiparaha, na ndio maana unaweza ukamuona mwanamke ana uwezo wa kukaa saa nzima kwenye kioo anajiparaha, akaweka wanja, akaweka shadow, akaweka lipstick, si foundation, alafu anaweza akamua akafuta zote, anaanza upya. Akavaa pale anajiparaha, akajiangalia akapendeza, anavua zote, anachukua zingine. Yeye mwenyewe ni raha.
na akiamua ndani ya dakika 10 atasoma kasida 45, ataimba kasida hii, anafurahi peke yake, anaimba kasida hii, anatoka anachukua kanyimbo waka, anaimba anakacho. We mpaka kwani yupo na nani? Ukienda yuko peke yake, muache, anajipa raha. We uwezi. Na mwanamke namna alivyomuumba Mungu, we uwezi. Kuna watu kila wakati wananipachika maneno magumu akina Sheikh Samiri Ramzan, kwa sababu mimi nimekuja na kingamuzi changu. Hizi siku 4 wanaona dhiki kubwa akina Sheikh Walidi, dharura. Lakini wallahi Mungu alivyomuumba mwanamke, Mungu alivyomuumba mwanamke, ana uwezo wa kukaa miaka 2 na hana wasiwasi 3 mpaka 4. Mwanamke katulia tu. Iyo kunyonyesha miaka 2 utaamanika wewe. Yeye wala aizidi aipungue, atakusukuma na hebu sogeaga huko, utakuniharibia mtoto mie. Wala hana shaka. Huyo ni mwanamke. Kwa hiyo yeye mwenyewe ni sakina. Vitu vile Mwenyezi Mungu amemtengenezea katika mwili wake. Kinachotakiwa mwanamke mwenyewe kujitambua yeye ni nani. Man alima makanahu faqad naja. Sisi tunanufaika na nini? Wanamume kupitia hiyo nafasi aliyowapa wanawake. Sisi tutakachonufaika ikiwa tutazipata zile haki sawasawa kutoka kwenye hao ni kufanya majukumu yetu vile ipasavyo. Mwanamke anakujua huyu mzee kavurugwa, biashara zinayumba huko, au TRA wamemkamata, basi anajua namna ya kukutengeneza. Unapoa ghafla, unasahau yale mataxis yale yanayokusumbua, unarudi tena mnapiga story, utakumbuka baadaye. Katika jumla ya vitu Mungu alitaka dunia iende kupitia mwanamume, lakini peke yake hawezi, lazima apatikane yule. Na ndiyo maana Mwenyezi Mungu akataka teua yule ambaye unaamini huyu jicho langu liko sawa sawa. Wewe unapenda nani? Mnene, tafuta mnene. Mimi napenda mwembamba, tafuta mwembamba. Mimi nataka mfupi, toleo la mwisho, tafuta huyo. Mimi nataka mrefu, mimi nataka rangi ya Kiafrika. Wewe simama pale ili uburudike na maisha, ufanye kazi zako sawa sawa. Hadha, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.